haddu aurati almar'ati fi salat, mpaka wa uchi wa mwanamke katika swala, wa hukumu intiqabiha fi salat, na hukumu ya kuvaa niqabu katika ibada ya swala. Almas'alatu alula, tuangalie mas'ala ya kwanza. Haddu aurati almar'ati fi salat, mipaka ya uchi wa mwanamke katika ibada ya swala. Yajibu ala almar'ati fi salati, inamlazimu huyu mwanamke katika ibada ya swala, satru jamii jismiha, kustiri na kuhifadhi mwili wake mzima kwa ujumla. Munielewe hapo ya jamaa, maada alwajha walkaffain, isipokuwa uso pamoja na viganja viwili vya mikono. Lakini katika swala mwanamke huyu analazimika kujistiri mwili wake mzima, isipokuwa uso na viganja viwili hivi vya mikono. Wa huwa madhhabu al-Malikiyya, hayo ni madhehebu ya Imam Malik wa Shafi'iyya, na upande wa Imam Shafi'i. Wa bihi qala aktharu ahli al-ilm, na msimamo wa kauli hiyo ndio wamesimama nayo wengi waliopewa ilmu. Wakhtarahu Ibn Hazmi, na ndiyo kauli pia ameichagua Ibn Hazmi wa Ibn Baz na mwanachuoni Ibn Baz. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalika, na pia jambo hilo limepokelewa na kuzungumziwa makubaliano ya maulama juu ya mwanamke kujistiri mwili mzima katika ibada ya swala, isipokuwa uso na viganja viwili. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, kurasa ni 169. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2, ukurasa 181. Nenda kwenye kitabu Fatawa Ibn Baz, kitabu nambari 10, ukurasa 410 mpaka 411. Al-adilla, tuangalie dalili. Awalan min as-sunnah, kwanza ni kupitia muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. An ibn Mas'ud an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Mas'ud, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika yake yeye amesema, almar'atu auratun, mwanamke ni uchi mwili wake mzima. Halo, tuelewana sio hivi? Mwanamke ni uchi mwili wake mzima. Kuna uchi wa nje ya swala, na kuna vazi mwanamke anatakiwa alivae akiwa kwenye ibada ya nini? Ya swala. Vazi ambalo mwanamke alivae akiwa kwenye swala, anatakiwa ajistiri mwili mzima isipokuwa uso na hivi viganja. Lakini anapokuwa nje ya swala yule mwanamke, Mtume anasema mwili wake mzima yule mwanamke ni nini? Ni uchi. Sijui kama tuelewana vizuri ya jamaa. Leo mathalan linaweza kuja swali, ukisema kulingana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'atu aura, kwamba mwanamke ni uchi mwili wake mzima, ili jambo la uso na viganja viwili, ikiwa anatembea nje, je, inafaa kuonekana uso wake pamoja na viganja viwili? Haya ni masala ambayo maulama wamekhtalifiana. Lakini ukija ukiangalia maulama ambao wana nguvu zaidi katika hili jambo ni wale ambao wanasema mwanamke anapokuwa nje ya swala, uso wake pia ni uchi na viganja vyake pia ni uchi. Kwa nini? Leo ukitaka kumjua mwanamke mzuri, unamjua kwa kupitia nini? Mwanamke unamjua uzuri wake kwa kupitia nini? Kwa kupitia uso kwanza. Ukishamuona tu yule mwanamke fesi yake jinsi ilivyo, unasema mashaallah, khuliqat, mwanamke huyo ameumbwa kweli kweli. Lakini kilichokufanya mpaka useme huyu mwanamke ameumbwa ni nini? Ni uso. Na kuna wengine wamekwenda ndani zaidi, mwanamke yule akicheka na ikiwa kwenye mashavu kuna bonyea huko ndani, tunahitaji hizi dimples, sio?
Mwanamke yule akiwa anatabasamu humu mnabonyea, kuna wanaume wengine ndo wanakufa kabisa kupitia hizo dimples. Kwa nini uso wake usiwe uchi sasa? Alo, tuelewana? Uso huu unaonekana kwa dharura, na dharura yenyewe ni ipi? Ni pale kijana anapohitaji kwenda kumposa yule mwanamke, ni pale kijana anapohitaji yule mwanamke awe mke wake. Kwa hiyo akienda kwa kina binti, sheria itataka yule binti sehemu mbili zionekane. Sehemu ya kwanza ni uso. Kwa nini? Ili ujue uzuri wake yule mwanamke. Sheria imekuruhusu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawahi kumuuliza sahaba wake. Kuna sahaba wake alikuwa amekwenda kuposa mwanamke wa Ansar, mwanamke ambaye ni wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, anadharta ilaiha, je, umemwangalia huyo mwanamke? Umemtazama huyo mwanamke? Yani ukapata vitu ambavyo vinakupendezea kutoka kwake? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakika katika macho ya wanawake wa Ansar kuna vitu ndani yake. Si kama mnielewa jamani? Kwa hiyo mwanamke anapokuwa ndani ya swala, ule uso sio uchi, lakini anapokuwa nje ya swala, ule uso wake unakuwa uchi, kwa sababu vijana wengi wanaufahamu uzuri wake kwa kupitia uso. Kitu cha pili ni hivi viganja hivi. Unapoona viganja vya mwanamke vinatoa ishara ya kwamba huyu mwanamke, je, mwili wake uko laini au mwili wake ni mgumu? Ndio maana sheria inakwambia wakati unataka kuposa uende ukamwangalie mwanamke ni viganja pia hivi. Viangalie hivi, watakiwa uviangalie. Kuna wanawake wengine wanasugu shehe. Akikushika utafikiri msasa ule wa kutoa uchafu katika mbao. Muangalie, unatakiwa muangalie, hiyo ndio sheria. Muangalie viganja vyake. Ukiona viganja vyake viko laini, smooth, basi jua na mwili wake ukoje? Uko smooth. Usende kutafuta jizigo tu ukalibeba ukaliweka ndani ya nyumba, kisha alafu ukachanganyikiwa ukasema sijui alikuwa anaangalia wapi mimi mpaka nikamchukua mwanamke wa aina hii. Sheria ya kuambia lazima ufanye nini? Umuangalie yule mwanamke, kwa sababu ukipatia kuchagua mwanamke basi umeyapatia maisha yako, na ukikosea kuchagua mwanamke maisha yako pia umeyakosea. Mwanamke yule ndio maisha. Tumeelewana vizuri? Na ndio pale tuarudi kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu aura, mwanamke ni uchi. Hadithi hii imepokewa na At-Tirmidhi kwa nambari 1173. Sheikh Albani kaisahihisha fi Irwa'i al-Ghalil, utaipata kwa nambari 273. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, annahu qala, hakika yake yeye amesema, la yakbalu Allahu salata haidhi, haikubaliki swala ya binti aliyebaleghe illa bikhimari, isipokuwa awe amejistiri kwa kuvaa lile shungi ambalo litastiri na kuhifadhi mwili wake mzima. Ikiwa mwanamke analo vazi la kujistiri mwili mzima kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya swala, kisha lile vazi akaliacha kwa yeye mwenyewe kudhamiria, swala yake haikubaliki, kwa sababu kujistiri ule mwili wake ni katika sharti la kukubalika nini? Swala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haikubaliki swala ya mwanamke aliyebaleghe isipokuwa ajistiri, ajihifadhi mwanamke kama yule. Rawahu Ibn Majah, hadithi imepokewa na Ibn Majah kwa nambari 540. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sunani Abi Daud, utaipata kwa nambari 641. Wajhu dalalati, tuangalie mwongozo wa dalili katika hadithi. Anna alhaditha,
hakika ya hii hadithi, fihi nahyu, ndani yake kuna katazo, an kashfi rasi, kutokamana na katazo la kumkataza mwanamke asionekaniwe kichwa chake. Tunapokusudia kichwa ni nywele, kila kitu kinachohusiana na kichwa, masikio yote mwanamke hatakiwi yaonekane kisheria. Kwa hiyo anasema anna alhaditha, hakika ya hadithi, fihi, ndani yake, annahyu, katazo, an kashfi rasi, kutokamana na kuacha kichwa wazi, wal unuki, na shingo, wa nahwihima, na mfano wa viwili hivyo, mimma yuftaru bil khimari, ambavyo vinahifadhiwa na kustiriwa kwa kupitia lile shungi analolivaa. Sikio, shingo, vyote vinahifadhiwa kupitia nini? Ile hijab mwanamke anapokuwa amefanya nini? Ameivaa. Kwa hiyo ndani ya hadithi kuna katazo, mwanamke anapokuwa amevaa ile hijabu yake, masikio yake yasionekane, shingo yake pia isionekane. Lakini leo angalia hijab za wake zetu, angalia hijab za mabinti zetu leo. Hijabu zinazovaliwa ni kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hijabu inavaliwa inaishilia hapa kwenye shingo, hapa ni kama kitambara tu, mwanamke yule amefanya nini? Amekiweka, shingo yote yaonekana. Na wakati pia hiyo shingo ni katika sifa za mwanamke ambazo zinampendezea yule mwanamume. Sio maneno yangu bwana, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mwanamke alikuwa anataka kumuoa. Yule aliyemtuma ambaye ni mwanamke mwenzake alimwambia, ukienda kwa yule mwanamke, hebu angalia mishipa fulani kwenye shingo yake hii. Baadhi ya wanawake shingo zao huwa ziko ndefu, alafu kwenye hizi shingo kuna mishipa huwa inateremka. Ukiangalia ile mishipa huwa ina rangi ya nini? Ya kijani, rangi ya green. Usiniulize nimeona wapi, itakuwa umbea wewe. Tumeelewana vizuri? Sasa kuna baadhi ya wanaume akiona ile shingo tu ya mwanamke, kama ana maradhi ya wanawake, huwa ashakufa, ashaoza, bado kuzikwa tu. Sasa mwanamke huyu hatakiwi shingo yake ionekane, masikio yake yaonekane, vyote vinatakiwa vihifadhiwe ndani ya ile hijab. Wa yaktadhi dhalika anna alwajha la yustaru fi salah. Na hapa tunapata muongozo na dalili ya kwamba huu uso kwa mwanamke anapokuwa kwenye ibada ya swala, hautakiwi huu uso kufunikwa. Uso wa mwanamke akiwa kwenye swala unatakiwa uwe wazi. Fadalla ala annahu laysa min auratiha fi salah. Hii inatupa muongozo ya kwamba hili jambo la uso kuwa wazi katika ibada ya sala, pale huwa sio uchi. Alo, mwanielewa vizuri? Akiwa nje huko mwanamke austiri na ulinde uso wake, lakini akiwa kwenye ibada ya swala uso wake unatakiwa uonekane. Tumeelewana vyema? Lakini hapo thania, tunakwenda kwenye muongozo wa pili. Anna wajhaha, hakika ya uso wa mwanamke, laisa bi'auratin fil ihram, sio uchi akiwa katika hija au akiwa kwenye umra. Tumeelewana vizuri? Mwanamke akiwa haji, uso wake anavaa niqab? Havai niqab. Na pale kuna mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo huyu mwanamke anapokuwa katika upande wa hija au katika upande wa umra, uso wake hauwezi kuwa uchi. Fakadhalika fi salah, vile vile anapokuwa kwenye ibada ya swala, uso wake hauwezi kuwa ni uchi huyo mwanamke. Nenda kwenye kitabu Ad-Dhakhiratu lil-Qurafi, kitabu nambari 2, ukurasa ni 105. Thalitha, muongozo wa tatu ambao tunaupata, anna kadamail mar'ati, hakika ya hizi nyayo mbili za mwanamke. Ya jamaa, nyayo ni hizi ambazo ziko chini kabisa za miguu, ndio zinaitwa nyayo.
Sasa hakika ya hizi nyayo mbili za mwanamke, la yajibu kashfuhuma fil ihrami, hailazimiki zionekane na kuwa wazi akiwa kwenye hija. Falam yajib kashfuhuma fi salati, na vile vile haiwi lazima kwa mwanamke zionekane hizo nyayo katika nini? Katika sala. Sijui kama tuelewana vizuri hapa. Ikiwa kule anapokuwa kwenye ihram, la yajib, haiwi lazima afanye nini? Zionekane. Basi hata katika swala pia sio lazima zile nyayo zifanye nini? Zionekane. Kwa hiyo zile nyayo yule mwanamke anatakiwa afanye nini? Azistiri, azihifadhi. Kasaqaini, kama mfano wa hii mihundi. Mihundi mnaijua jamaa? Muhundi uko wapi shekhi? Maana Kiswahili mtihani sio. Uko wapi muhundi? Ya jamaa ana salu. Naam. Kwa hiyo mwanamke pia kwenye ibada ya swala, kwenye ihram, huu muundi wake hautakiwi kufanya nini? Kuonekana. Kwa sababu kama ingekuwa lazima mwanamke nyayo zake mbili zionekane, basi kule anapokuwa kwenye hija au umra ingelazimika zile nyayo zifanye nini? Zionekane. Kwa hiyo kama kule sio lazima, na kwenye ibada ya swala sio lazima zionekane, kwa hiyo zinatakiwa zifanye nini? Zistiriwe, zihifadhiwe. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1 ukurasa 431.